Na watu wa kwanza, wanachama wa Simba wajifunze sana kuhusu muundo wa uendeshaji wa timu, na nadhani mwenyekiti umelisema mapema kwamba baada ya kukamilika kwa mchakato huu, sasa ndio tunaenda kutengeneza sharing agreement, yani mfumo wa uendeshaji, kile ambacho ataongoza au atafanya, na wala haiwezi kuwa dhambi kwenye uongozaji wa timu upande wote ukatoa mwenyekiti wa bodi. Bodi ndio inayosimamia nani zote. Sasa nadhani tukijibu hilo sasa itakuwa ni mapema mno, kwa sababu baada ya hapo ndio tutaenda kutengeneza hiyo sharing agreement, na itaonyesha mapendekezo ya BMT yameonekana, na hapo mapendekezo mengine yametoka katika vyombo na taasisi nyingine tofauti. Hata sisi wanachama wa Simba nao vile vile tulikuwa na mapendekezo yetu. Bahati nzuri sana sisi wawekezaji wetu ni wana Simba na upande wa klabu ni wana Simba, kwa hiyo hakuna shida. Hilo kwangu mimi naona ni mapema sana kuweza kulizungumzia, kwa sababu tutakwenda mbele ya makubaliano ambayo tutakuja kuyafikia. Ila kwa mkataba tuliokuwa nao awali, tulikuwa lazima tutengeneze special purpose vehicle ambayo ingeweza kufanya haya ambayo tumeweza kuyafanya. Waandishi ambao ndio mnawataarifu umma, hamjawahi kuzungumzia kwenye transformation hii ambayo Simba iliingia na mwekezaji kwa kipindi cha kutokea mwaka 2017 mpaka 2025, kutoka kwenye timu ambayo ilikuwa unranked mpaka kuja kuwa ranked namba 5. Haya ni mabadiliko makubwa sana, lakini pia hamwangalii mifano ya timu zingine na katiba zao ambazo zimesajiliwa na mpaka leo hakuna chochote ambacho wamefanya na wanaendeshana kisultani tu, hamwaulisha. Sasa sisi tunachoweza kuahidi kwamba tutatoa mashirikiano ya kutosha kwa umma kuelewa sasa hivi mwenyekiti wa bodi atakuwa ni nani na anatokaje. Wala usizungumzie habari ya jina langu. Mimi ni binadamu, naweza nikafa leo, anaweza akaja mtu mwingine, akaja mtu mwingine na mtu mwingine. Wala hatuna ugomvi. Kwanza kwenye kikao sisi tunapokaa huwa wala tuangalie nani ametoka wapi, na hakuna mwenye mamlaka, kwa sababu pale hatufanyi wrestling. Maana ingekuwa kama tunaenda kwenye mieleka kweli, ingesema mtu kama Magoli mimi nakabiliana naye vipi. Lakini pale tunazungumzia hoja, zinakuja hoja ambazo zimeandaliwa kutoka kwenye management na zingine ambazo zimetoka kwenye kamati zetu mbalimbali, tunazijadili na tunafikia maamuzi ambayo yatakuwa ni kwa manufaa ya maendeleo ya club na timu yetu. Okay, na wili ya mwisho. Kila mmoja kama ana swali tutawauliza. Sababu hiyo ya wawekezaji, unajua, ngoja nikwambie, unapokuwa na taasisi haifanyi, yani haikai tu, taasisi inakuwa. Ndio maana hizi katiba zitakwenda kubadilishwa, bodi itakwenda kubadilishwa, itakwenda na improve. Mimi wajui tu miaka 2003 kuzungumzia tu kwamba unaweza kuuza hisa za wanachama kwenda kwa mwekezaji, hiyo kitu kwanza ilikuwa ni dhambi. Hiyo kitu ilikuwa ni dhambi 2003. Wakati Mohamed anazungumzia hivyo, tulimwambia wewe Mohamed, uuze Simba wewe. Akaacha na akaondoka. Lakini 2017 18 ikafanya nini? Ikawezekana. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba atakuwa ni mwana Simba, atakuwa ni mtu, inaweza kuwa ni taasisi. Kwa mfano uwekezaji wa Ujerumani, shareholders ni taasisi. Unakuta ile kampuni likubwa limeamua kununua share. Inawezekana zile share ambazo tumeamua hizo 49 baadaye zikaingia mpaka kwenye stock exchange, watu wakaanza kununua. Kwa hiyo huko mbele siwezi nikaizungumzia itakuwaje, na wala siwezi kusema itakuwaje. Kama atakuja sio mwekezaji mwana Simba, atakuja sio mwana Simba, atakuja ni kampuni, sio kama ni mtu, siwezi kusema. Siwezi kujua itakuwaje huko mbele, na wala siwezi kusema hii hali itakuwaje. Kwa hiyo sisi tuiache hiyo kwamba 49 ni mwekezaji, wawekezaji 51 wanachama. Hatutakubaliana, hatutafika. Yaani kuna vitu tuliona tumeshindana, sio vigezo. Vigezo maana yake ni qualification.